Watu wengi wanashindwa kuunganisha simu na TV zao, sio kwa sababu ni ngumu, bali ni kwa sababu wanatumia njia ambazo si sahihi kulingana na TV walizonazo au simu walizonazo. Na ukweli ni kwamba kuna njia zaidi ya 5 tofauti, lakini moja tu ndio itafanya kazi vizuri kulingana na simu ulionayo au TV ulionayo. Leo nitakuonyesha zote na nitakusaidia ujue ipi ni sahihi kwako. Mimi naitwa Vinei na hii naitwa Vinei TV na hivi ndivyo tunafanya kila siku. Bila kupotezea wakati, kama ni mgeni unajua kabisa inabidi usubscribe usipitwe na mambo kama haya. Unaweza ka like kama video umeipenda. Sasa kabla hujajaribu kuconnect chochote, jiulize swali hili moja. TV yangu ni smart au sio smart? Njia ya haraka kujua kama TV yako ni smart au sio smart, na pia kujua aina gani ya TV ulionayo, ili nikianza kuelekeza njia tofauti ujue wewe unatumia njia gani, kwa sababu nitaelekeza njia tofauti kulingana na TV na pia kulingana na simu. Okay. Njia ya haraka kufahamu aina za TV. Na kila aina ya TV ina mtindo wake tofauti mzuri. Ukiona TV inawaka inaandika Android, au kwenye boksi la hiyo TV wakati unanunua kulikuwa na neno Android au alama ya Android, moja kwa moja hiyo ni Android TV. Hakuna mambo mengi. TV kiwaka ikiandika Android, maana yake ni Android TV. Kama kwenye box kulikuwa na alama ya Android, basi ni Android TV, okay? Mfano Android TV ni kama kuna hizi MIUI, kuna Good Vision, kuna Global Star, kuna Alito na brandi zingine ambazo si kubwa sana. Lakini ukiona kuna Play Store, maana yake hiyo ni Google TV ambayo pia ni Android TV. Utofauti wa Google TV na Android TV, zote ni Android TV, lakini utofauti ni kwamba hizi zinakuwa na Google ndani yake. Yaani imeongezewa tu Google ndani yake, kunakuwa na Google. Mfano wa Android TV ambazo zina Google ndani yake ni kama TCL, Skyworth, Hisense baadhi. Sasa hapo kwenye Hisense kuna changamoto na kuna mkanganyiko, nitakuelekeza pia. Kuna Sony, kuna LG na baadhi ya kuna kampuni nyingi sana za kubeti, lakini kuna hii inaitwa BetWinner. Sasa hivi wako kwenye promotion, kwa hiyo ni mpya ijapo si mpya sana, hivyo wanatoa zile zinaitwa promotional offer, na kuna hii inaitwa promotional code. Promotional code ni kodi ambayo itakusaidia wewe kupata offer za promotion, na mimi nimepewa moja pia ambayo ukiitumia wewe utapata offer kibao unapo deposit, unapojiunga, unapoitumia. Tumia promotional code hiyo unaiona kwenye screen imeandikwa Vinei 10 kwa herufi kubwa. Ukienda sehemu ya promotional code, promo code, utaweka Samsung ambazo sio original. Ukifungua TV unaona apps kama YouTube au Netflix, basi ujue hiyo ni smart TV ambayo sio Android. Yaani TV yako kama imewaka haiandiki Android TV na hakuna sehemu imeandikwa Android TV, lakini unaona kuna application kama YouTube, unaona application kama Netflix, manake hiyo ni smart TV tofauti. Sasa kuna smart TV nyingi sana. Kuna smart TV Vida, kibongo smart TV nyingi ni Vida ambazo ni Hisense. Sasa kuna Hisense ambazo ni Android TV na kuna Hisense ambazo ni smart TV. Hisense ambazo zina alama ya Vida kwenye box wakati unanunua, manake hiyo ni Vida, sio Android TV. Utofauti ni mkubwa sana, nitakwenda kukuelezea. Na kama hujanunua au una mpango wa kununua, hivi ni vitu muhimu sana inabidi ufahamu. Vida sio Android TV, bali ni smart TV ambayo inatumia operating system ya Vida. Na mara nyingi Hisense ndo zinatumiaga huu mfumo. Au TV yoyote ambayo kwenye box unaona kuna alama ya Vida na ikiwaka inaandika Vida, au ndani ya TV kuna sehemu imeandikwa Vida. Lakini kuna smart TV nyingine nyingi, kama Samsung yako ni original, umenunua Samsung original, mara nyingi Samsung zinatumia mfumo wao unaitwa Tizen. Hii pia ni smart TV ambayo sio Android. Kama hakuna apps kabisa, ukiwasha TV inawaka kabisa, hakuna Netflix, hakuna YouTube, basi hiyo sio Android TV wala sio smart TV. Kuna njia tofauti tutaitumia kuunganisha simu na TV za aina hii. Sasa moja kwa moja naanza kwenye process. Kuna njia nyingi za kuconnect. Nitaanza na njia ya kwanza. Njia ya kwanza ni rahisi sana, ni simple, inaitwa cast. Hii ya kucast bwana, wengi wanaifikiria tofauti. Kucast hii una cast application husika. Kwa mfano, ukifungua YouTube kwenye TV yako, kisha ukafungua YouTube kwenye simu yako, unaweza ukacast kinachoonekana kwenye simu kionekane kwenye TV. Unagusa alama ya cast inakuwa juu pale, then unagusa video kwenye simu inaonekana kwenye TV. Hiyo ni njia rahisi sana, na sio YouTube pekee yake, kuna application nyingi unaweza ukacast ukiwa ndani ya application. Maana yake ukiwa ndani ya application husika kwenye TV na simu unaweza ukacast. Ila hii mara nyingi inafanya kazi kwenye YouTube na wengi tunaitumia sana kwenye YouTube. Unaingia YouTube, hutaki kuminyaminya remote, basi unatumia simu yako unacast. Njia nyingine, hii ni njia ambayo wengi wanatamani sana kuitumia, lakini wengi hawaielewagi. Hii inaitwa screen mirroring au mirrorcast. Hii inakopi kila kitu kinachoonekana kwenye simu yako kinaonekana kwenye TV yako. Kwa Samsung wao wanaita smart view, lakini ni mirrorcast ile ile.
Kwa hiyo ni vitu inaitwa Miracast. Hii ndo base ya hiki kitu, lakini Samsung wanaita Smart View. Jinsi ya kutumia ni rahisi sana. Hakikisha TV na simu yako vyote vimeunganishwa kwenye Wi-Fi moja. Hiki ni kitu muhimu sana unapo connect hizi harakati. Wi-Fi inakuwa moja, maana yake simu na TV vyote vimeconnect kwenye Wi-Fi moja. Au kama hauna Wi-Fi home, basi hakikisha una simu ya pili ambayo ni simu inaweza kuwa ndogo au utumii sana, ambayo pia ina Wi-Fi. Sio lazima kuwe na internet. Unaiwasha tu hotspot, una connect TV kwenye hiyo simu, alafu simu yako unayoitumia unawasha Wi-Fi, una connect na simu pia kwenye hiyo simu uliyowasha hotspot. Kwa hiyo TV na simu una connect kwenye simu nyingine ya tatu, ambayo simu nyingine ya pili ambayo huitumii sana. Kwa hiyo inakuwa kama ka Wi-Fi kako hivi. Sio lazima iwe na internet, as long as tu umeconnect. Utachofanya sasa, ukisha connect kwenye simu, kwenye TV yako, utawasha screen mirroring. Inakuwaga na majina mengi sana. Inaweza kaandikwa screen mirroring hivyo hivyo kulingana na TV yako. Inaweza kaandikwa screencast. Sasa kwenye simu yako utachofanya, utafungua setting inaitwa cast. Lakini kama ni Samsung pataandikwa Smart View. Ukishafungua hiyo app kwenye TV na kwenye simu ukaenda kwenye setting hiyo, utaona jina la TV kwenye simu yako kwenye hiyo sehemu ya kucast, kisha utachagua, utaiclick. Hii itaakisi kila kinachoonekana kwenye simu yako kionekane kwenye TV, na sauti pia. Ina share haraka sana, lakini inakuwa na delay kidogo, kwa hiyo kwenye gaming sio nzuri sana. Kwanza kabla sijaingia hii njia ya mwisho ambayo ni kila TV inaweza ikatumia, kuna hii njia nyingine inaitwa DLNA. Hii watu wengi hawaijui kabisa, yani hii hawaifahamu, na ukiifahamu hii basi mambo yamechange. Mimi huwa naitumiaga sana. Unaweza kuwa na video za music kwenye simu yako, una picha, una vitu kama hivyo, lakini unataka uvione kwenye TV yako. Haina haja ya kutumia njia zote hizo, mara Miracast, mara DeX, mara screen mirroring. Njia rahisi zaidi ni kutumia DLNA. Hii njia ina share media, yani ina share faili moja lionekane kwenye simu, lionekane kwenye TV wakati huo simu unaendelea kuitumia kwenye mambo mengine. Unaweza kutumia app kama ES File Explorer au VLC, lakini mimi binafsi huwa natumiaga application inaitwa ES File Explorer. Unafanyaje sasa? Swali linakuja ni kwamba mtawekaje hii application kwenye TV? Ni simple. Una download ES File Explorer kwenye simu yako, then kwenye TV. Sasa kama TV yako ni Android, unaweza kutumia hii njia inaitwa DLNA. Una download application ya ES File Explorer kwenye simu yako, then kwenye unaiweka kwenye flash pia. Unaweza kaenda library au ukatumia ile OTG, ukachukua hiyo file ya hiyo application ukaiweka kwenye flash. Ukiweka kwenye flash, utachomeka hiyo flash kwenye TV, then utaenda utainstall. Na hii ndio njia rahisi ya kuingiza application kwenye TV za Android. Ukifungua kwenye TV na kwenye simu, unafungua kote hiyo application, utaona kuna sehemu imeandikwa play to. Unapogusa, ukishikilia video au nyimbo, utakuta imeandikwa play to. Kwa mfano kama ni movie, unaweza ukashikilia ukagusa alama ya kuplay to au kuicast hiyo video. Utaicast, itaenda kuonekana kwenye TV. Kwa hiyo ni movie inaweza kawa na play kwenye TV, lakini ipo kwenye simu yako kwa kutumia hiyo njia. Na wewe wakati huo unaweza kuwa unaenda kufanya mambo mengine kwenye simu yako, lakini ukiwa sometimes inaweza kawa inakwama kama unafanya vitu vingi. Kwa hiyo unaweza kuweka simu mezani, wakati huo movie kwenye simu au nyimbo za kwenye simu zina play kwenye TV. Njia ya mwisho sasa ambayo kila mtu anaweza kaifanya, haijalishi unatumia TV gani, ila kuna vitu vitakugharimu, ni kwa kutumia HDMI. Na kuna hivi vitu vinaitwa HDMI dock. Kuna hivi device ambavyo vinauzwa ni kama vikebo hivi, zinaitwa HDMI dock au USB-C to HDMI adapter. Maana kuna sehemu ya kuweka USB-C na kuna sehemu ya kuweka HDMI. Nitakutumia link kwenye description, nitakuwekea link kwenye description. Kama unataka kununua, vinakuwa bei rahisi, unaweza kukuta vinauzwa 20,000, 30,000, lakini kazi zake ni kubwa sana. Kuna kuaga na sehemu ya kuchomeka hivyo vitu. Na hii ndio njia bora ambapo kama mimi huwa nataka nifanye kazi nione kwenye TV kutoka kwenye simu yangu, natumia hii njia kwa sababu kitu kinakuwa kina quality na pia hakunaga kugandaganda. Inafanya kazi TV yoyote, iwe ni smart, isiwe smart, as long as ni flat TV inakubali. Na njia hii unachohitaji ni kitu kimoja tu. Hicho kidude
kinaitwa HDMI adapter to type C, USB-C au HDMI dock wanaita. Ni device viko vingi lakini majina yake ndo yale, na kama uvifahamu nitakuwekea link kwenye description, unaweza ukaviagiza. Na vinakuwa bei rahisi, 30 havifikagi sana huko mbele, kama 40 huwa havifiki. Nafuatana sasa na ukubwa, au kwa sababu kuna vingine unaweza ukachomeka hadi mouse, ukachomeka keyboard, ukachomeka pad kama unataka ucheze game ila kwenye simu ionekane kwenye TV. Unachomeka HDMI wire na unachomeka USB-C kwenye simu, then ina play moja kwa moja. Hainaga mambo ya kufanya vitu vingine, ukishachomeka inaonyesha. Kwenye iPhone ni tofauti kidogo. Kwenye iPhone au iOS, inaweza kuwa ni iPad. Kwa hiyo kwenye iOS wenyewe wanatumia kitu kinaitwa AirPlay. AirPlay ni kama Miracast lakini ni tofauti, sio Miracast ila ni kitu kama kile. Unafungua kwenye control center, kuna sehemu inaitwa screen mirroring. Pia inakopi kila kitu kwenye simu kama Miracast au screen mirroring ya Android. Hii ina support kwenye TV ambazo zina support AirPlay, ambazo ni mara nyingi zinakuwa ni LG na Samsung mpya, TV za Samsung mpya au Apple TV. Kama hauna TV kama hizi zinazo support AirPlay, unaweza kutumia pia HDMI dock au HDMI to type C adapter, ambayo ndio njia ambayo nimekuelezea. Unachomeka HDMI kwenye TV, hajaishi ni TV gani, na unachomeka hiyo adapter, then unaunganisha na simu yako moja kwa moja, inaanza kuonyesha.